Mambo vipi mtazamaji wa Kishamba Media? Karibu tupeane taarifa mbalimbali za kimichezo. Najua unatamani kusikia yaliyojili kule Young Africans mara baada ya kuangukia pua kwenye shirikisho la kimataifa la usuluhishi. Nini ambacho kimejiri huko? Niko na Kamanda Jeff Lea ataenda kutupa undani wa sakata hili toka pale ambapo lilianza mara baada ya kuahirishwa kwa mechi ya watani wa jadi Machi 8. Mimi ni Binti Paul Meldapo, nyuma ya kamera yuko director Moje. Kamanda, mambo? Safi, kwema. Haya, naona uko na Man U. Kama na Europa. Kama kawaida. Ligi imeachia wapi? Ligi sisi ile imeshakuwa iko nje uwezo wetu. Sasa hivi majaliwa yetu ni Europa, kwa sababu tukishinda Europa ile kuna incentive ya kwenda kushiriki Champions League. Kwa hiyo ndio kilichobaki hicho. Tunaomba kwamba kwenye finali labda tukutane na Tottenham au Norway, wale yote atakayekuja tutaishi naye hivyo hivyo. Kamanda, tumekuja hapa kwa swala la Young Africans. Ligi yetu ama haijawahi kupoa hata kidogo. Mara baada ya siku ya jana kutoka kwa ripoti ama kutoka kwa barua kutoka CAS kuhusiana na kile ambacho kilienda kujadiliwa kuhusiana na kesi ya Young Africans. Kwanza tunaomba utupe mtazamo wako kuanzia awali, kile ambacho kilipelekea Yanga kwenda kule na haya maamuzi yaliyofanyika kwa siku ya jana. Kwa yote ambaye amekuwa anafuatilia vipindi vyetu hapa Crown Media, hususan Crown Sports pamoja na Joga Bonito. Mlizizima nchi kwenye ile siku ya kwanza. Yeah, of course. Kwa yote ambaye amekuwa akifuatilia, mimi opinion yangu imekuwa inajulikana kwamba nilisema kwamba kama kuna kitu ambacho Yanga wangeweza kukiegemea kama hoja, ingekuwa ni kuilaumu TFF kwa jinsi ambavyo wanatumia vibaya kanuni. Lakini hoja ya hayo matumizi mabaya ya kanuni inauawa na the fact kwamba huu sio muda wa kujadili kanuni. Yaani huwezi kujadili kanuni mwanzo katikati ya msimu. Wakati mwanzoni, wakati ligi inaanza, hiyo fursa ulikuwa nayo, kwa sababu wadau wote including hata sisi wanahabari tunayo hiyo fursa ya kutoa mapendekezo yetu juu ya kanuni ili zibadilishwe. Yes. Kwa hiyo as long as TFF walitumia kanuni halali ambayo inawapa wao nguvu ya kuona na kufanya maamuzi inavyofaa, walikuwa hawajakosea kokote. That was one. Lakini pili, kwenye hii issue ya CAS tulisema kwamba kuna internal channels ambazo klabu haijazitumia. Sasa there's no way wewe kwa mfano Imelda ukawa na kesi labda mnagombea mirathi labda wewe na ndugu zako, alafu wewe mahakama ya mwanzo hapa ukairuka hii mahakama ya mwanzo ukaenda mahakama ya rufaa. Sawa, mahakama ya rufaa haiwezi kusikiliza hiyo issue provided kuna mahakama ya chini ambayo ukupita. Ni basic legal knowledge ambayo uhitaji kwenda law school au kuwa na degree ya sheria ambayo umeikalia miaka sijui 3 5 ili uweze kuelewa. Umeelewa? Kwa hiyo CAS wao wamejiridhisha kwamba internal channels hazikuwa exhausted. Wamejiridhisha hivyo. Na ili jambo tulilisema muda mrefu, sisi tukaonekana wajuaji, tukaonekana wengine kwa sababu labda tumejiweka wazi kwamba ni mashabiki wa timu fulani. Kuwa shabiki wa timu fulani hakukunyimi uhuru wa kutoa maoni, especially hao maoni yanapokuwa ni maoni yaliyojisimamia kwenye kanuni ambazo zipo. Kwa sababu hii issue from the beginning kulikuwa na uvunjwaji wa kanuni. Uvunjwaji wa kanuni ambayo inasema kwamba timu mgeni lazima apewe fursa ya kufanya mazoezi kwenye uwanja. Hiyo ni kanuni ipo kabisa. Na ndio maana kwa kujua hivyo, mashabiki wa Yanga walikuwa wanasema kwamba hili kosa la kanuni liwe dealt with kikanuni. Walikuwa wanajua. Na si inajulikana kwamba kosa kama hilo adhabu yake ni nyepesi tu. Umeelewa? Kwa hiyo wala hapakuwa na haja ya kufika kote huko. Lakini kwa sababu tunaishi kwenye jamii ambayo watu huwa wanachagua kitu cha kusikiliza. Unajua ukweli, wewe Imelda unaweza ukatengeneza ukweli wako. Unaweza ukawa sio ukweli ambao watu wengine wanauona, lakini unakuridhisha wewe, unaishi nao, unakubaliana nao. Lakini kuna siku tu ukweli halisia utatoka, na ukweli halisia huwa haujali hisia za mtu. Haujali kama wewe umekasirika, haujali kama umefurahi, haujali kama umechukia, unabaki tu kwa ukweli. Umeelewa? Kwa hiyo nadhani hapa kinachofuatia ni bodi ya ligi kupanga ratiba ambayo kama kuna mtu ambaye hatakuwa tayari kucheza mechi ambayo imepangwa rasmi na akawa serious ile siku ya mechi asicheze, consequence inajulikana, ni kupokonywa point 15.
Huenda Young Africans hawajaanzia hatua za awali kudai kesi yao kama kwa mujibu wa kasi walivyotoa maelekezo. Young Africans kutokuanzia kuchini wao kutokuamini wale ngazi za chini ambao wanasimamia shirikisho la mpira wa miguu pamoja na bodi ya ligi, ama wao wameamua kwenda mbele zaidi. Ni wao kutokujua ama ni wao kutowaamini? Unajua hata kama wewe huiamini bodi ya ligi. Bodi ya ligi haina wawakilishi kutoka Yanga. So unaposema kwamba huiamini bodi ya ligi, it means pia huwaamini baadhi ya watu ambao ni wenzio. Manake yani hivi vitu havifanywi katika hali ya kutengwa, yani ina isolation, kwamba wewe pale bodi ya ligi huwaamini watu wa timu nyingine tu, lakini wakoko wewe unawaamini. Wamo nao wakoko wewe. Sawa. Lakini unajua kwa bahati mbaya tunaishi katika nchi ambayo sometimes watu wanaweza wakawa wanaujua ukweli, lakini labda wanakosa ujasiri wa kuwaambia wenzao huu ukweli. Yani inawezekana Imelda, mimi wewe unaona nina tatizo kabisa. Unaona kuna tatizo bwana kamanda, kuna shida fulani, lakini unaona kabisa kwamba bwana huyu jamaa mimi nikimwambia ukweli anaweza kanuna, labda kesho kutwa nikimwambia kuna interview nakuja kufanya hapa hatakubali wewe, kwa hiyo ukaumezea ule ukweli. Lakini kama wewe mimi unanipenda na kuni appreciate kama binadamu mwenzio, unahitaji tu kuniambia ukweli kwamba bwana sikiliza, unajua hapa ulivyofanya hivi uko sawa sawa. Whether mimi nitachukia au sitochukia, wewe utakuwa umetimiza wajibu wako wa kunisaidia mimi. Sawa. Kwa hiyo hili jambo mimi katika kitu ambacho Imelda sitaki kuamini hata kidogo. Ukisoma ile barua ya CAS pale, kuna wawakilishi wa klabu ambao wamewekwa pale ambao ni wanasheria wabobevu kabisa. Wako 5. Mimi sitaki kuamini kwamba wanasheria 5, yani 1, 2, 3, 4, 5 walikuwa hawajui hii outcome. Walikuwa wanajua, lakini wewe naamini ni Mkristo. Ushaangalia hata sinema ya Yesu ile. Mafarisayo wale walipokuwa wanakwenda kumuuliza Yesu vitu, walikuwa kwanza wanajadiliana kwamba huyu bwana tukisema hivi atasema vile. Tukimuuliza hivi atatuuliza mamlaka ya kusema hivi mmeyapata wapi? Umeelewa? Ndio scenario iliyotokea hapa kwamba these people huwezi kuniambia kwa sababu kama walikuwa hawajui hiki kitu, na mimi sina mamlaka ya kuhoji ubobevu wao katika profession. Kwa sababu mimi sijasomea hicho kitu. Mimi ni mwanahabari tu, nimesomea mambo yangu ya habari huko, mambo ya ziada nilosoma labda ni ya politics na masuala ya kijamii. Sina any legal knowledge. Lakini kama umesikiliza tulizungumza na mwanasheria, akasema kwamba hii ni issue wala ambayo sio ufafanuzi wa kisheria wa kitaalamu. Ni ufafanuzi wa lugha tu. Kwamba yani ukiwa mtu ambaye unafahamu lugha hii ya Malkia, ni jambo jepesi kabisa kufahamika. Kwa hiyo mimi sitaki kuamini kama wale watu wote 5 walikwenda pale kama alivyosema Yesu kwamba kipofu hawezi kumuongoza kipofu mwenzie. Kwamba walikuwa hii outcome walikuwa wanaijua. Ambacho kilikuwa kinakosekana ni ule ujasiri wa kuwaambia wenzao kwamba guys, hatuna hoja hapa. Hii tunapoteza muda tu. Huu ni muendelezo wa Young Africans na wanasheria wake kuendelea kwenye kesi mbalimbali kuendelea kushindwa. Tatizo linaanzia kwa wanasheria ambao wako ndani ya Young Africans ama ni viongozi ambao wanaendesha Young Africans? Kwanza mimi sitaki kuliangalia hili from my angle kama unapeleka kesi hafifu kule kasi. That's possible. Unajua wakati mwingine kuna jambo unaona kabisa, yani hili jambo bwana linakoelekea hili halielekei kuzuri. Yani wewe inawezekana kuna muda labda unataka kuoa, kuna mdada unataka kumtongoza, lakini mkiwa kwenye ile talking stage unaona kabisa kwamba mazungumzo haya haiwezi kwenda sehemu. Yani unajua kabisa. Yani leo hii kama ajitokeze mtu akwambie kwamba klabu yake hapa Tanzania inataka kumsajili Lamine Yamal, yani unaona kabisa kwamba huyu jamaa bwana ananipigia tu mimi hizi story. Yani hizi story hata yeye mwenyewe sidhani kama anaziamini. Kwa hiyo mwanasheria anapokuwa anapeleka kesi, mimi nimewahi kushiriki kwenye kesi mbalimbali. Hata siku za hivi karibuni niliwahi kupata changamoto moja ambayo nilitaka kuipeleka kwenye mikono ya sheria, lakini mwanasheria wangu akaniuliza jambo moja tu, kwa bwana hawa watu ambao mmefanyana hivi, ule mkataba ambao mliingia unao? Nikagundua kwamba ule mkataba sikuwa nao. Basi wala sikupoteza muda wangu. Jambo likawa limeishia hapo na mimi nikajiridhisha kwamba bwana tutakuwa tunapoteza muda hapa. Kwa hiyo nikabaki tu mwenyewe na nafsi yangu basi, lakini siku exhaust ile option nilikuwa nayo kwa sababu I would be wasting my time. Sawa. Sasa mimi naamini kabisa kwamba hawa watu wanajua sheria, naamini wana experience, naamini ni wanasheria wana lugha zao zile wanaitana learned brother, learned sister.
yani mwanasheria msomi. Sasa sijui kama yuko mwanasheria ambaye sio msomi, sijawahi kujua, nitauliza. Lakini mimi sitaki kuamini kwamba hawa watu hawajui hivi vitu. Yani wanajua, lakini kuna wakati ukiwa una deal na watu wa aina fulani ambao wana kupressurize, unawaacha unawapa wanachokitaka ili waji waone ile outcome, alafu wote kwa pamoja mjiridhishe kwamba bwana tulipambana mpaka mwisho, lakini mapambano haya matokeo yake ni haya. Yani kuna wakati unawapa watu ile benefit of the doubt kwamba bwana nyinyi si mmetaka, manake watu wanaweza wakaropoka tu, bwana twende kasi. Twende kasi. Haya mmeenda. Wewe unajua kabisa kwamba bwana huko kasi mkienda nini kitatokea, kwa sababu wewe ni mbobevu wa sheria. Yani unajua mwanasheria hata kwenye kesi ya mauaji wewe unatakiwa umueleze uhalisia kwamba bwana mimi ile tukio kweli nimefanya. Sawa? Wewe unaweza ukalispini kwamba ilikuwa ni self defense, ilikuwa ni nini, utajua wewe mwenyewe, lakini ili tukio mimi nimefanya. So wanasheria wanaelewa hivi vitu na anajua kabisa position ya hii kesi ikoje. Sawa, lakini kwa sababu pia ni kazi yake, analipwa, ili alipwe lazima aifanye. Kwa hiyo mimi nitabaki kwenye msimamo ule kwamba sitaki kuamini kama watu walikuwa hawajui hii outcome. Kwa sababu kama outcome hiyo mimi ambaye sina hata cheti tu cha sheria nilikuwa naijua, what of mtu ambaye ana masters labda alikuwa anatekeleza kumridhisha ambaye amewaambia wakapeleke kesi? Ndio kitu nilichokuwa nakwambia muda wote kwamba kuna wakati unafanya kitu kumridhisha mtu. Sawa? Kwa mfano watu walioko kwenye ndoa, kuna wakati wewe mke wako anataka kitu, unaona kabisa kwamba hiki kitu bwana sio sawa sawa, lakini kwa sababu yeye ndo mke wako na ametaka hilo jambo, unamridhisha tu, lakini unajua kabisa kwa hili jambo bwana aliwezi kuwa kama hivi anavyotaka huyu. Bodi ya Ligi Kuu Tanzania bara baada tu ya andiko hilo nao wakatoa taarifa kwamba mchezo huu unapangiwa tarehe haraka iwezekanavyo. Wepesi wa kupangia tarehe umetokana na majibu ya kasi ama TFF nao ndio muda wao? Ilikuwa ni siku ya jana pia. To be fair to watu wa TFF na bodi ya ligi, specifically watu watatu ambao ni rais wa TFF ndugu Wallace Karia, mwenyekiti ndugu Steven Mguto, pamoja na CEO wa bodi ya ligi Almasi Kasongo, walikuwa kwenye pressure kubwa sana kutoka kwa jamii ya kawaida. Na unajua Imelda, sisi wanahabari wakati mwingine huwa tunakosea katika wajibu wetu, kwa sababu moja kati ya vitu ambavyo hauwezi kuvipinga ni kwamba nchini kwetu kwa sasa hivi kuna maendeleo makubwa sana ya football. Whether unampenda Wallace Karia humpendi, whether unampenda Almasi Kasongo humpendi, whether unamheshimu au umheshimu, lakini it is an undisputed fact kwamba katika uongozi wao ligi yetu imepiga hatua. Mimi sikubaliani na wale wanaoiweka ligi yetu katika nafasi sijui ya 4 ya 5, lakini there's no doubt kwamba sasa hivi Afrika hii ligi ya Tanzania ni top 10. There's no doubt about that. Yani utazitaja ligi kwa mfano za mataifa ya North Africa yale, utaje Morocco, Egypt, Tunisia, Algeria, na nani mwingine, wote wale wataje, uje uhitaje South Africa, uje uhitaje sijui Congo, ligi yetu imo pale. Sawa? Whether utatumia criteria sijui ya malipo ya fedha, whether utatumia criteria ya mafanikio ya Simba na Yanga kimataifa, ligi yetu imepiga hatua. Whether hizo hatua ni 2, 10, 20, 100, imepiga hatua. Sasa there was a time hata sisi wanahabari tumeshiriki kuipa maisha narrative kwamba hawa watu hawajui wanachokifanya. And of course mistakes zipo huwa wanazifanya, lakini kwenye hii scenario kulikuwa na pressure kubwa sana ambayo watu wameshinikizwa. Yani watu wametengenezewa mawazo ya kuiona kama TFF haifanyi kazi yake, wametengenezewa mawazo ya kuiona kama bodi ya ligi haifanyi kazi yake. Sawa? Kwa hiyo katika mazingira ya pressure kama hayo, na unajua watu kwa sababu wanaelewa nguvu ambayo hizi klabu inazo kwenye jamii, wanatumia hiyo nguvu. Ndio maana unasikia kuna wazee sijui wametoka hapa, kuna watu walikuwa wanataja mpaka uchaguzi, kuna watu wakataka mpaka eti ndugu Wallace Karia akiombe kiwanda cha Bongo Movie radhi. Sawa? Kwa hivyo ukiwa umewekwa kwenye shinikizo la namna hiyo, alafu CAS wakaja wakakuvindicate kwamba bana wewe ulikuwa sahihi all along, hata ungekuwa wewe ungewahi kutoa ile taarifa, kwa sababu pale ni kama wao nao wameshusha pumzi. And of course walikuwa wanajua kwamba wao walikuwa sahihi, lakini walihitaji kuwa vindicated na mtu mwingine. Kwa sababu nitakukumbusha
kama unakumbuka vizuri, kulikuwa na mkutano mkuu ambao ulifanyika, nadhani ilikuwa Moshi ile, ambapo viongozi wa Simba na Yanga kwa pamoja walishirikiana kumwendoza Wallace Karia aendelee. Sawa, haiwezekani mmoja wa watu wao kesho aje aseme hana imani na mtu ambaye mlitangaza kumwendoza. Sawa, na ndio maana hata Wallace Karia wakati ule alipokasirika akasema kwamba hao watu mimi nawaona kama bongo movie. He had every right kusema hilo, kwa sababu anajua nini kilikuwa kinaendelea, anajua ni kiasi gani kuna wakati mwingine TFF na bodi ya ligi wao wenyewe kanuni zao wanazikiuka kuzisaidia hizi timu. One of those teams ni hapa ambayo ina accuse. Sawa, kwa hiyo hata ungekuwa wewe Imelda kwamba bana kuna kesi hapa, labda unashindana na mmeo anakuaccuse kwamba wewe labda umekuwa umekosa uaminifu, alafu ukatoka ushahidi kwamba wewe ulikuwa upande sahihi, nadhani utakuwa na furaha kumjulisha kila mtu duniani kwamba ulikuwa sahihi. Kwa hiyo ndio kitu ambacho bodi ya ligi wamefanya, na sasa ile inawapa nguvu kwamba sasa wanaweza wakapanga ratiba with enough freedom, wakijua kwamba mtu ambaye sasa hatakuja kwenye hiyo mechi kanuni zitatumika dhidi yake, na kila mmoja anafahamu kanuni inasema mechi ikipangwa alafu usitokeze uwanjani point 15 zinakatwa. So nani atakuwa yuko tayari baada ya msimu wote huu umehangaika, umevuja jasho, machozi na damu, alafu point 15 ziondoke kwa sababu ya kuwafurahisha watu tu wasiojua vitu vinavyofanya kazi. Kwa namna pekee Young Africans kushinda hii kesi kushinda hii kesi ni wao kwenda uwanjani na kushinda mechi. Yes, wajiandae tuna mechi, waende uwanjani, and the biggest triumph would be kushinda hii mechi, kwa sababu kama umeshinda hii mechi unaweza ukajipiga kifua kwamba bwana hapa sijawafunga Simba tu, nimewafunga Simba, nimewafunga bodi ya ligi, nimewafunga na TFF. Na kasi juu unaweza ukaongeza humo. Lakini at the end of the day haikuwa njia sahihi, hatukuhitaji kufika huko kwa sababu kuna namna fulani hivi Jeff, ni kukatisha, tunajipiga doa kwa kasi, kesi za mara kwa mara, kesi za madai, kesi za kutokucheza zimekuwa nyingi sana kwa Yanga. No, hapawezi kuwa doa kwa sababu unajua kesi mahakama ziko kwa ajili ya watu. Hata mahakama hizi za kawaida tu ziko kwa ajili ya watu. Sawa? Na mahakama unajua moja kati ya kazi zake ni kutoa ufafanuzi wa kisheria. Kwa sababu kuna wakati sheria labda inaweza ikawa ngumu sana kuielewa wewe kawaida. Kwa hiyo mahakama inapokupa ufafanuzi kwamba bwana kuna A, B, C, D imeendelea, pale sasa wewe unakuwa umepata faida. Hata wewe ambaye ulipeleka kesi, maybe ulikuwa hujui nini kinaendelea, ulikuwa uelewi hizi kanuni zilivyo and what not. Kwa hiyo unapokwenda mahakamani kwako nao pia inakuwa ni fursa ya kujifunza na kujielekeza kwamba bwana next time itakuwa hivi. Kwa hiyo it's not issue ya aibu, kwa sababu pia kuna issue ya fedha. Kasi pale upeleki tu madai hivi. Lazima ulipe fedha. Sawa. So wewe kama hizo fedha unazo za kuwapelekea kila siku, well and good. Shukrani sana. Shukrani. Mtazamaji wa Kishamba Media, huyo ni kamanda Jeff Letko, tunazungumza naye kuhusiana na sakata la Young Africans mara baada ya kushindwa kesi yao kule kasi ambayo ilikuwa inahusisha wao ambao walishtaki TFF, bodi ya ligi pamoja na wekundu wa Msimbazi. Kilichobaki tu ni bodi ya ligi kutangaza tarehe upya na mchezo huo kwa msimu 2024-2025 kwa mzunguko wa pili uweze kuchezwa. Endelea kusalia na sisi hapa. Mimi ni Binti Po Imelda Po, Delta Moji alikuwa nyuma kamera.